وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اجعلنا من جندك فإن جندك هم الغالبون، وجعلنا من حزبك فإن حزبك هم المفلحون، وجعلنا من أوليائك فإن أوليائك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سورة التكوير مكية وآياتها 29. Ndugu zangu katika imani, baada ya kumshukuru Allah tabaraka wa taala na kumtakia rehma mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, mbele yetu ni suratu Takwir ambayo imeteremshwa Maka ikiwa na aya 29. Katika mpangilio wa msahafu, suratu Takwir ni sura ya 81. Sura hii kama ambavyo ni kawaida ya sura zilizoteremshwa Maka, tualiju haqiqataini hamataini huma haqiqatul qiyama wa haqiqatul wahyi wa risala, wa kilahuma min lawazimil iman, wa kilahuma min lawazimil iman. Sura hii inazungumzia mambo mazito mawili: kwanza kiyama, pili wahi na utume. Mwanzo kabisa sura hii imeanza kwa kubainisha kiyama wa ma yusahibuha min al-inqilabi kauni hai, pamoja na yanayoambatana na kiyama katika mabadiliko ya ulimwengu makubwa. Miongoni mwa mabadiliko hayo ya ulimwengu ni yatapatikana kwenye jua, kwenye nyota, kwenye milima, kwenye bahari, kwenye ardhi, kwenye mbingu, wanyama, kama ambavyo mabadiliko hayo pia yatawakuta wanadamu na yatautingisha ulimwengu kwa mtingisho mkubwa sana ambao utawashitua wanadamu wakati huo. Wala yabqa shay'un illa waqad tabaddala wa taghayyara, na siku ya kiyama hakutokuwepo na kitu chochote isipokuwa kitabadilika. Min hauli ma yahduthu fi dhalika al-yawm, kutokana na vitisho kwa yale yatakayotokea siku hiyo ya kiyama. Allah anasema idha ash-shamsu kuwirat wa idha an-nujumu kadarat wa idha al-jibalu suyirat wa idha al-isharu utilat wa idha al-wuhushu hushirat wa idha al-biharu sujirat. Haya yote ni mabadiliko ambayo siku hiyo ya kiyama yatashuhudiwa na mwanadamu, ikiwa ni ishara ya ulimwengu kuondoka katika hali yake ya kawaida. Kisha sura hii ikazungumzia upande ya wahi na sifa ya mtume ambaye amepokea wahi huo, kisha hali ya watu ambao watazungumzishwa na mtume huyo kupitia huo wahi ambao umeteremka kutoka kwa Allah tabaraka wa taala, liyanqulahum min dhulumati shirki wa dhalal, ili waondoe wao wahi huo kutoka katika kiza
cha ushirikina na upotevu, ila nuri al-ilmi wal iman, kuwapeleka wanadamu katika nuru ya ilmu na imani, kama anavyosema Allah tabaraka wa taala, fala uqsimu bil khunnas aljawari kunnas wallayli idha as'as was-subhi idha tanaffas innahu laqawlu rasulin karim. Mwisho wa sura hii inahitimisha kwa kubainisha ubatilifu wa madai ya washirikina kuhusu Qur'ani tukufu. Wa dhakarat annahu maw'idhatun min Allah ta'ala liibadi, na sura imetaja kwamba Qur'ani ni mawaidha yanayotoka kwa Allah tabaraka wa taala kwa ajili ya waja wake, pale aliposema fa aina tadhhabun in huwa illa dhikrun lilalamin liman shaa minkum an yastaqim wama tashauna illa an yashaa Allahu rabbul alamin. Sura ikawa imehitimisha na maneno hayo: Bismillahir Rahmanir Rahim, idha ash-shamsu kuwirat wa idha an-nujumu inkadarat wa idha al-jibalu suyirat wa idha al-'isharu untilat wa idha al-wuhushu hushirat wa idha al-biharu sujjirat wa idha an-nufusu zuwijat wa idha al-maw'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat. Ni aya ngapi hizo? Wa idha as-suhufu nushirat wa idha as-samaa'u kushitat, na kuendelea. Haya hizi karibia 12. Wa idha al-jahimu su'irat wa idha al-jannatu uzlifat. Ukiziangalia aya hizi 12, mtiririko wake wote au zote zimekuja katika mtiririko wa aina moja. Ni mtiririko ambao Allah tabaraka wa taala anaelezea mabadiliko ya ulimwengu yatakapopatikana siku ya Kiyama, katika sura iliyopita ambayo jana tulihitimisha suratu Abasa. Allah tabaraka wa taala anasema fa idha ja'atis saakha yawma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idhin sha'nun yughnihi. Haya ni mabadiliko ambayo Allah alieleza, yani kuna munasaba kati ya surati Abasa na surati Takwir, kuna mafungamano. Yani Qur'ani haiachani, aya na aya nyingine haziachani, sura na sura nyingine haziachani. Kwa hiyo suratu Abasa katika aya tulizosoma jana zinaonyesha mabadiliko ya hali ya mwanadamu aliyozoea. Mwanadamu kabla ya Kiyama ilikuwa ni mtu wa ulfa, anapenda mahusiano na ndugu zake, awe karibu na mama yake, awe karibu na baba yake, awe karibu na ndugu yake, awe karibu na mkewe, mke naye awe karibu na mume wake, kimapenzi na upendo. Lakini siku ya Kiyama Allah anabadilisha hali hiyo, badala ya kupendana watu wanachukiana na kukibiana. Yauma yafiru almar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Kwa sababu gani? Likulli imri'in minhum yawma idhin sha'nun yughnihi. Hii ndio siku ya Kiyama. Siku ya Kiyama aliyoyazoea mwanadamu yatabadilika, yatakuwa sio kabisa. Hata ule upendo waliokuwa nao kwa ndugu zake utaondoka, utakuja bughudha, utakuja kuchukiana, kukimbiana, wakati mwanzo walikuwa wanasogeleana. Kiyama kikija wanakaliana mbali. Kwa sababu gani? Ni siku ambayo inakuja tofauti, kuonyeshwa tofauti mwanadamu kwamba mazoea yake yaliyozoea sio. Sasa sio kwenye wanadamu tu,
hata baadhi ya vitu katika ulimwengu Allah ataviletea mabadiliko. Ndio pale anasema idha shamsu kuwirat, pindi jua litakapokunjwa na kuondolewa nuru. Tumezoea jua linapotoka linakuwa angavu, linamulika ulimwengu, linakuwa na nuru, ndivyo alivyozoea mwanadamu. Lakini siku hiyo Allah atalikunja jua na ataliondoa nuru, itakuwa ni nuru kabisa, wala ni kazi. Tunaona watu wa lugha wanasema idha ni dharfu lima madha min az-zaman wa huwa adatu sharti ghairi jazi. Inapokuja idha, basi mbele yake lazima iwe fi'li, kama ambavyo inapokuja in shartia lazima baada yake ije fi'li. Lakini hapa tuone imekuja nini? Imekuja ismu ambayo ni ash-shams. Tumeelewana au kwenye in Allah anasema wa in ahadu minal mushrikina istajaraka faajirhum hatta yasmaa kalam Allah. Wa in ahadu, in katika adawatu sharti jazma, lakini imefuatiliwa na ismu. Ahadu ni ismu sio fi'li, hali ya kuwa hizi ni katika adawati ambazo tajzimul fi'li. Wanasema katika irabu idha ni dharfu lima madha min az-zamani ghairi jazim, adatu sharti ghairi jazim. Ash-shamsu naibu al-fa'ili marfu li fi'li mahdhuf, naibu fa'ili li fi'li mahdhuf yufassiruhu lima ba'dahu. Ile fi'li inakuja baada ya shamsu ndio inafasiri hiyo fi'li iliondolewa. Taqdiruhu idha kuwirat ash-shamsu kuwirat, idha kuwirat ash-shamsu kuwirat. Kwa hiyo kuwirat ni fi'l madhi mabniyun lilmajhul, naibu fa'ili yake ndio hiyo hapo ash-shams, kwa sababu wa kullu fi'lin mabniyun lilmajhul la yahtaju ila fa'ilin wa innama yahtaju ila naibil fa'il. Fi'li inojengewa lilmajhul haitaki fa'ili, haitaki mtendaji, inataka naibu ya mtendaji. Kwa hiyo ash-shamsu hapo lipo ni naibul fa'il li fi'li mahdhuf yufasiruhu lima ba'dahu, ay idha kuwirat ash-shamsu kuwirat. Na kule kwenye hii wa in ahadu min al-mushrikina istajaraka fa'ajirhu, taqdiruhu wa in istajaraka ahadu min al-mushrikina istajaraka fa'ajirhu hatta yasma kalam Allah wallahu a'lam. Idha ash-shamsu kuwirat, na pindi jua litakapokunjwa kuondolewa nuru yake. Wa idha an-nujumu inkadarat, na pindi nyota zitakapopukutika. An-nujum rangi yake kama ash-shams, isipokuwa an-nujumu hapa ni fa'il, sio naibu fa'il, lianna al-fi'la inkadarat mabniyun lilma'lum wa laysa huwa mabniyun lilmajhul. Kwa hiyo utasema vile vile idha dharfu lima madha min az-zaman wa huwa min adawati ash-shart ghair jazim. An-nujumu fa'ilun li fi'l mahdhuf taqdiruhu wa idha inkadarat nujumu inkadarat. Na huko mbele ni hivyo hivyo, utaenda hivyo hivyo. Ile itakokuwa ni mabni lil majhul itapata najibu fa'il, ile itakuwa mabni lil ma'lum itapata fa'il. Wa idha an-nujumu inkadarat, na pindi nyota zitakapopukutika. Ni hali ambayo mwanadamu vile vile hajazoea. Mwanadamu alizoea akiangalia mbinguni anaona nyota zilizoipamba mbingu. Inna zayyana as-samaa ad-dunya bizinati lil-kawakib, ndio alivyozoea mwanadamu, nyota ziipambe mbingu. Lakini siku hiyo mwanadamu atashuhudia nyota zikipukutika,
zinaondoa ile pambo lake lilopambwa mbingu. Mbingu itakuwa na kiza, nyota, jua, vyote havina mwangaza. Wa idha aljibalu suyirat, na pindi milima itakapomolewa sehemu zake na kuvutwa. Mezoea ukienda kuangalia kuona kuna mteremko, kuna mlima, kuna nini. Siku hiyo hakutakuwa na mporomoko wala hakutakuwa na mlima. Ardhi yote ni tambarare. Tunaona Allah tabaraka wa taala anasema, wayasalunaka anil jibal faqul yansifuha rabbi nasfa. Wanakuulizia kuhusu milima itakuwaje siku hiyo, sema kuambia Allah ataibondabonda na kuisawazisha yote milima, na ardhi ataiacha kaan safsafa, ataacha ni tambarare, ni kawanda ambalo liko tambarare tu, halina mlima wala halina bonde. Wa idha al-isharu utilat, na pindi ngamia wenye mimba watakapoachwa bila ya kuchungwa. Al-ishar jamu usra wa hiya naqatu hamil kad balaghat ashhur. Ishar ni wingi wa neno usra. Ngamia mwenye mimba Waarabu wanaita usra, wingi wake ndio inakuja ishar. Umeona kama vile tulivyosema nifas wa nufasa. Umeona ala kulli hal, ngamia mwenye mimba, ngamia kawaida yake mimba yake huwa ni mwaka mzima. Mimba ya ngamia mpaka kuzaliwa ni mwaka mzima, miezi 12 ndio ngamia anazaa. Kwa hiyo al-ishar ni ngamia mwenye mimba ya miezi 10, ndio maana ambaye anatarajiwa muda mchache kufanyaje, atazaa. Ngamia ambaye mwenye ngamia huyo anakuwa na hamasa naye na ihtimamu naye, hataki adhuriki, hataki akose lishe, hataki, ana ihtimamu naye wakati wote. Lakini kitakaposimama kiyama yote vitasaulika. Si mtu anatilia msisitizo mali zake, anazilinda zisidhurike, zisiharibike, lakini siku ya kiyama hakuna ambaye atakuwa anadili na mali zake. Pamoja alizipenda kutekeleza kama walivyokuwa wakipenda wafugaji. Ngamia ambaye tayari ana mimba miezi 10 atamtuka shuna huku, ataweka hivi, mara mdude hivi, ili mradi asiwe mbali naye, asije akadhurika, asizani. Lakini siku ya kiyama kitakaposimama kiyama na alama zake zitokeza kama hizi, hakuna mtu ambaye atajili na mali zake kama hizi, kwa maana yeye atakuwa anababaishwa na yale mambo mengine. Likulli mri'in yawma idhin sha'nun yughnihi, kila mmoja atakuwa analilia nafsi yake, ngamia wake, mali zake zote amezifikiria mbali wale duniani. Hii ni kinaya ya kwamba watu watatilia uzito tukio lile lenyewe, mali, watoto, wake, waume, kila mmoja itakuwa amjali mwenziwe. Allah tabaraka wa taala katika surati al-Hajj pia ameeleza, hakuelezea kwenye wanyama kwamba watu hawakutilia umuhimu ngamia wao wenye mimba. Anasema yauma tadhhalu kullu murdi'atin amma arba'at wa tadha'u kullu dhati hamlin hamlaha wa tara an-nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna adhaba Allahi shadid. Siku ambayo mwanamke mwenye kunyonyesha atamkimbia mtoto wake anamnyonyesha. Ni jambo adimu sana, mwanamke mwenye mtoto mchanga kukimbia mwanawe. Tumeshuhudia wanawake wengi wanakufa na watoto wao
kwenye majanga, kwa sababu hawezi. Na kama ametoka nje alafu nyumba inawaka moto na mtoto yuko ndani, mwanamke mwenye mtoto atakufa na mwanawe, maana yake atalazimika aingie kama msipomzuia. Mtamkosa mtoto na mtamkosa mama. Mwanamke la qadar Allah aone mwanawe kaingia kisimani anakufa maji, yeye atajitumbukiza hivyo hivyo na yeye, kama kufa ape na mwanawe, kuonyesha kwamba mwanamke hawezi kuacha mwanawe kwenye hali yoyote, ima aokoke na mwanawe au afe na mwanawe. Lakini siku ya Kiyama itakuwa tofauti. Allah atabadilisha wawe, yauma tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Allah anasema siku atapuuza kila mwanamke mwenye kuonyesha yule mtoto wake anamnyonyesha, atamsahaulia mbali, hatojua kama ana mtoto wa kunyonyesha. Aweza kwenda shiko pangani ndio akumbuka huko kwa labda na mtoto kamwacha mchanga, hajui. Sasa atajuaje? Mbingu zimepasuka pasuka, nyota zinapunguzika, jua limeporwa nuru yake, wanyama wamekusanyika wa mwituni, hakuna simba anakula swala wala hakuna swala anamkimbia simba, wote wamekaa pamoja kama marafiki. Hali hiyo wewe utosahau ukienda shikwa pangani. Mama asukuna mwanao umemwacha, wala ajui wala asikui. Tumeelewana Watara nnasa sukara, Allah anasema siku hiyo utaona watu kana kwamba wamelewa, min hauli alqiyama, kwa sababu ya lile tetemeko na tisho la Kiyama. Wama hum bisukara, Allah anasema hakuna aliolewa, walakinna adhab Allahi shadid, isipokuwa adhabu na vituko alivyovileta Allah ni vizito, mwanadamu hajavishuhudia kwenye umri wake wote aliyoshuhudia. Ushawahi kuona hata nyota moja imeanguka ukaiona? Ushaona hata siku moja? Ushawahi kukosa jua nyinyi siku 4, jua limekutokuzwa siku 4 kwenye umri wenu? Mshaona nyinyi milima imesagwasagwa? Lakini siku hiyo washuhudia. Allah tufanyie wepesi. Wa idha al-isharu uddilat ay turikat, na pili ngamia wenye mimba watakapoachwa bila kuchungwa, bila kusimamiwa. Wa idha al-wuhushu hushirat, al-wuhush jamu wahsh, wanyama mwitu hao. Na pili wanyama mwitu watakapokusanywa wote, siku ile mabadiliko ya dunia yatawakusanya wenyewe wanyama, watafikia sehemu wote wamekusanyika, hakunapo bingwa wa kula wenzie siku hiyo wakala, wala yule wa kukimbia wenzie atakimbia. Wale unaona wanatafuna sana siku hiyo watakana, wale wanawatafuna na hakuna anaweza kutafuna. Utawezaje kutafuna wakati huku na tukio hili? Wao pia wanahisi hali walizoea, wanaiona sio. Kwa hiyo watakusanywa pamoja. Wa idha al-biharu sujirat, na pili bahari zitakapowashwa moto. Bahari zitawashwa moto. Maneno haya yanapozungumzwa mtu anafikiria sasa maji yatawakaje? Jamani, zile tsunami hii hamkuziona? Tsunami zimetokea hii miaka karibuni. Yaani saa nyingine Allah anatuletea kwa vitendo ili tuzidi imani, sio kwamba tulikuwa tuamini. Tsunami iliyotokea wapi? Indonesia, miaka karibia 15 iliyopita. Tsunami, maji yalipanda juu huku. Tumeelewana? Tsunami iliyotokea mlimani hapa kwa ajabu, Hanan, volkano hii, achilia bahari, volkano ilitokea Hanan, Katesh hapa Manyara, kulitoka maji na uji, tope zile zikafinika baadhi ya sehemu ya mji wa Katesh.
magari yakasakama, nyumba zikasakama, watu wengine wakasakama na hii ni sample tu kuonyesha uwezo wa Allah tabaraka wa taala, ili tujirudi. Ama siku ya kiyama itakuwa ni ashad, ni makubwa zaidi. Kila siku yanatokea matukio kama hayo kutuonyesha. Kwa hiyo bahari zitawashwa moto. Baadhi ya mufassiri wanasema watu watapelekwa kwenye mahshar kwa moto. Moto ukiwaka baharini, sisi sote tuko tumezungukwa na bahari. Bahari ndio imechukua asilimia kubwa. Theluthi mbili ya dunia ni bahari, ni maji. Theluthi moja ndio nchi kavu ambayo wanatumia wanadamu kwa shughuli zao za kibinadamu. Kwa maana hiyo, dunia sehemu yake kubwa ni maji. Kwa hiyo yakiwa yale maji yanawaka moto, utaenda wapi? Haina nafasi. Kwa hiyo tutakuwa tukusanya kwaenda mpaka kujishughulia. Tuko kwenye uwanja wa mahshar, tumeingia kwenye mikono ya Allah tabaraka wa taala. Wa idha al-biharu sujirat, ay wa idha al-biharu ta'ajjajat naran wa sarat nirani tatarib wa taltahib, moto utawaka kwa kasi. Sasa mimi fikiri ya maji ya bahari alafu yawake moto, moto wake utakuwa wa kawaida? Utakuwa wa kawaida? Kama dunia nzima maji yamechukua sehemu kubwa alafu yawaka moto, moto wake utakuwa mkubwa sana, utakuwa una miale mikubwa sana ambayo mwanadamu atatishika na atajisogeza mwenyewe huko anapotakiwa asogee. Wa idha nufusu zuwijat, na pindi nafsi zitakapokutanishwa imma nafsi kwa nafsi, kama Allah tabaraka wa taala atakapowakutanisha watu wema peponi na atakapowakutanisha watu waovu motoni. Ni moja katika tafsiri wa idha nufusu zuwijat, kwa sababu kuna watu watakutana katika pepo. Walladhina amanu wattaba'atuhum dhurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dhurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min shay, katika surati Tur. Allah tabaraka wa taala anasema wale walioamini na watoto wao wakawafuatisha wazazi wao katika imani, alhaqna bihim dhurriyyatahum, tutawakutanisha na watoto wao peponi. Baba alikuwa mwema, mama alikuwa mwema, watoto walikuwa wema. Allah tabaraka wa taala anasema hawa familia hii nitaikutanisha katika pepo, bila kujali nani alistahili daraja ya juu, nani alistahili daraja ya chini. Mufassirina wanasema yule ambaye alikuwa pepo yake ya daraja ya chini, Allah atamwinua daraja ya juu, ima ni mzazi wake au ni mtoto wake alipata daraja ya juu. Alhaqna bihim dhurriyyatan, tutawakutanisha na wazazi wao na watoto wao. Na wale ambao waliishi duniani familia, lakini wakawa ni waovu, watu wa vigodoro, ngoma, madegani, madisko, miziki, shirki, mpaka ikawasababishia mambo hayo kuingia motoni. Allah hifadhi na moto. Hawa nao pia watakutanishwa motoni, motoni. Wa idha nufusu zuwijat, pindi nafsi zitakapooanishwa na kukutanishwa. Hii ni tafsiri moja. Tafsiri nyingine, wa idha nufusu zuwijat, na pindi nafsi zitakapokutanishwa na viwiliwili. Baada ya mwanadamu kutolewa roho na kiwiliwili chake kinatenganishwa. Roho inakuwa kwingine na kiwiliwili kinakuwa kwingine. Lakini itakapopigwa baragumu lile, wa idha nufikha fi suri fasaika man fis samawati wa man fil ardh
illa man shaa Allah thumma nufikha fihi ukhra fa idha hum qiyamun yanzurun. Utakapopigwa baragumu kwa mara ya pili, watu watasimama kutoka katika ardhi kwenye makaburi wakisubiri amri ya Allah wafanye nini. Kwa hiyo pale wanapo, kabla ya kusimama, kila mmoja analetewa roho yake kwenye kiwiliwili chake kama ilivyokuwa mwanzo. Roho ya fulani ikienda kwenye kiwiliwili chake ilichokuwa ikiishi duniani. Kwa hiyo zitaoanishwa roho za viumbe na mili ya viumbe siku ya Kiyama. Hatofufuka mwanadamu kiwiliwili tu, hapana. Kiwiliwili hicho kitaambatanishwa na roho yake, rohan wa jisman. Atakuwa ni mwanadamu anaumiliki roho na kiwiliwili kama kawaida, ili apate kuhudhurishwa katika mahakama ya Mola wake tabaraka wa taala. Tumeelewana? Wa idha nufusu zuwijat ay qurinat bi ashbaiha fa qurina alfajiru ma'a alfajir wa qurina as-salihu ma'a as-salih. Mtu mwema, kama ile tafsiri ya kwanza tulisema, atakutanishwa na mtu mwema, mwovu atakutanishwa na mtu mwovu. Allah tujalie katika watu wema. Ama tafsiri nyingine, roho itaoanishwa na kutanishwa na kiwiliwili. Lazima arudi mwanadamu kwenye hali yake aliyotuma kheri au aliyotuma maasi, apate kulipwa na Allah tabaraka wa taala. Wa idha al-maw'udatu su'ilat, bado i'rabu yake ni ile ile, idha mudhafu lima madha min az-zaman. Al-maw'udatu ni naibu al-fa'il li fi'lin mahdhuf yufassiruhu ma ba'dahu, ay wa idha su'ilat al-maw'udatu su'ilat. Na pindi binti atakapoulizwa siku hiyo ya Kiyama, bi ayi dhambi qutilat, umeuawa au ameuawa kwa sababu ya dhambi gani? Binti siku hiyo ataulizwa, kwa nini amezikwa akiwa mzima, kwa nini ameuawa? Na hii ilikuwa ni kawaida ya Waarabu kabla ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wanawaua watoto wao wa kike khaufan min al-aib wal-aad, kwa kuogopa aibu na fedheha. Yeye au mzazi alikuwa anatilia umuhimu mtoto wa kiume, kwa sababu mtoto wa kiume ndiye ambaye mlinzi wa familia, ndiye ambaye miji inapovamiwa na maadui, wao simama kidete kulinda miji. Watoto wa kiume ndio wanaendeleza nasaba ya mtu, bali watoto wa kike walikuwa wanaleta aibu baadhi yao katika familia zao. Kwa hiyo kila mmoja ikawa apendi kupata mtoto wa kike. Wa idha bushira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib yatawara min alqawmi min su'i ma bushira bihi ayumsikuhu ala huni au yakusuhu fi turab ala saa ma yahkumun. Jambo hili Allah alizungumzia katika Qur'an pia. Anasema Waarabu ilikuwa mmoja wao anapopewa habari ya kupata mtoto wa kike, kama mkewe alikuwa mjamzito, akapewa taarifa kwamba mkewe amejifungua na mtoto aliyojifungua ni mtoto wa kike, Allah anasema dhalla wajhuhu muswadda, uso wake wakati huo kubadilika kuwa mweusi kwa sababu ya huzuni. Kwa nini? Kwa nini nimepata mtoto wa kike? Kwa nini nisipate mtoto wa kiume? Yatawara min alqawmi bi su'i ma bushira bihi, Allah anasema kawaida yao walikuwa wanajifichaficha na wenzao mitaani kwa sababu ya kile alichokipata nyumbani kwake, mtoto wa kike, kwa sababu akikutana na mzee mzee
mzee, hongera bwana kwa balaa ulilipanga. Mzee mwenzangu, hongera bwana, safari hii lazima uaibike zaidi. Hawapewi hongera ile ya kutia mtu tashjii, bali wanapewa hongera ya kumtengeneza mtu atukie. Ndio maana kila mmoja akipata hivyo, basi akiona wenzetu wale kule aenda na huku, ili asipewe hongera ya kinafiki. Lakini kwenye fikra yake Allah anasema ayumsikuhu ala hudi au yadusuhu fi turab. Kwenye fikra yake inapita kile mtoto kule nikakipukie au bakie nacho hivyo hivyo kwa aibu. Wengine wanaamua kwamba basi kashazaliwa, tuendelee na maisha mengine. Wengine wanaona hapana, siwezi kubaki na aibu. Ndipo anapoandaa fikra na mpango wa kwenda kumfukia. Baadhi ya mufassirina wanasema mzazi yule, baba yule anamwambia mkewe, kitoto kishafikisha kama miaka 6 fulani hivi, kimeshaanza kujitambua, anamwambia mkewe, hebu mkishe binti yangu nguo nzuri leo, taka tuende tukatembelee jamaa, tukatembelee sehemu aone nimuonyeshe. Mama hajui, kumbe yeye alitangulia kuchimba shimo shambani kwake kubwa kama kisima hivi. Ataondoka na binti yake alivalishwa vizuri, akifika kule amwambia, hebu chungulia hapa kuna nini? Ile binti, wajua tena mabinti wanapenda baba zao. Binti ajaambia kwa baba yake achungulie, akifika msukuma, achukua mashepe afukia. Kwa hiyo binti huyu aliozikwa akiwa hai, Allah tabaraka wa taala atakwenda kuuliza, wa idhal mawudatu su'ilat, watakwenda ulizwa mabinti hao waliozikwa wakiwa hai, bi ayi dhanbin qutilat, kwa dhambi gani aliuawa. Na hii ndiyo hali aliyokuwa nayo mwanamke kabla ya Uislamu. Hali hii ndio aliyokuwa nayo mwanamke kabla ya kuja Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wakati huo wote yanayotokea hayo, mwanamke ilikuwa hamrithi mzazi wake, na anapoolewa hamrithi mume wake, bali alikuwa kwenye hali nzito kabisa mwanamke. Kama ukiangalia kwenye Manaswara ilikuwa ni hivyo hivyo, kwenye Mayahudi mpaka walifikia mwanamke anapokuwa kwenye hedhi walikuwa hawali naye sahani moja, wala hawakai naye sehemu moja, wala hawalali naye nyumba moja, wala hawalali naye kitanda kimoja. Mwanamke katika zama hizo alikuwa anapokuwa kwenye hedhi yake ametengenezewa kibanda pembeni ya nyumba za jamii. Atakaa kwenye kibanda kile siku zake 6 au 7 za hedhi yake, mpaka akimaliza kule sasa ndio aje achanganyike na wenziwe. Ndipo ataruhusiwa apike, ndipo atakaporuhusiwa azungumze na watu, ndipo atakaporuhusiwa ale na watu, ndipo atakaporuhusiwa atangamane na watu, kabla ya Uislamu. Lakini Uislamu ulipokuja, Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoletewa wahi, miongoni mwa wahi kwanza ni kumtoa mwanamke katika lindi la udhalilifu na kudhalilishwa. Baada ya kuwa mwanamke harithi, cha kwanza alichofanyiwa mwanamke naye harithi. Mwanamke alikuwa hana uwezo wa kuchuma mali, Uislamu ukampa nafasi ya kuchuma mali. Allah tabaraka wa taala anasema, lirijali nasibu mimma taraka alwalidan wal aqrabun walinisai nasibu mimma taraka alwalidan wal aqrabun mimma qalla minhu au kathur nasiban mafruḍa. Mwanamume ana haki ya kurithi kile kilichoachwa na wazazi wake na jamaa zake wa karibu, kama ambavyo wanawake nao wana haki ya kurithi kile kilichoachwa na wazazi wake
na jamaa zake wa karibu. Aya hii ikamuingiza mwanamke kwenye mfumo wa kurithi, baada ya kuwa harithi bali yeye anarithiwa. Vile vile Allah tabaraka wa taala akasema tena katika surati Nisa, yusikumullahu fi auladikum lidhakari mithlu hadhil unthayaini fa in kunna nisaa fawqa ithnatayn falahuma thulutha ma tarak wa in kanat wahidatan falaha nisfu wa liabawayhi likulli wahidin minhuma sudusu mimma tarak in kana lahu walad fa in lam yakun lahu walad wa warithahu abawahu falummihi athuluth, ikamjumuisha mtoto wa kike katika kumrithi baba yake au kumrithi mama yake. Lakini hapo mwanzo kabla ya Uislamu ilikuwa mwanamke harithi wala apati nafasi yote ya kumiliki mali. Ala kulli hali, ni mengi ambayo mwanamke amefanyiwa na Uislamu, ni mengi ambayo mwanamke amekingwa katika madhara na dini hii ya Kiislamu. Baada ya kuwa ni mwenye kunyanyasika, yeye aweza akaolewa na mtu asomtaka. Uislamu umekuja asema mwanamke aolewe na yule anayotaka. Yeye ilikuwa anarithiwa, yeye anachanganywa na mali za marehemu. Uislamu unasema hapana, mwanamke hawezi kuwa ni mali, mwanamke ni mshirika katika washirika wa maisha ya kidunia. Wa idha al-maw'udatu su'ilat, na pindi mtoto wa kike aliyekuwa hai atakapoulizwa bi ayyi dhanbin qutilat, ni kwa sababu ya dhambi gani ameuawa, kipi kilichompelekea auawe. Mtu anaweza kauliza, sasa aulizwa mtoto wa kike aliouawa, kwa nini asiulizwe aliomuua? Mtu anaweza kauliza. Hii imekuja katika mubalagha tashnii lilqatil. Hii ni kuonyesha fedheha na uzito atakaokumbana nao yule aliouwa. Maana aulizwa aliouawa. Sasa kama anaulizwa aliouawa, aulizwa hivi, wewe wahisi yule aliouwa atajisikia? Mfano, wewe ukute mtu mzima amekaa sehemu, alafu ukifika umpiga kila sababu, alafu waja watu wa busara wamuuliza bibi, haya wewe bibi umepigwa kwa kosa gani? Mpigaji huko angalia, wewe umepigwa kwa kosa gani? Ukaa hapa ndio umepigwa. Kutulizana hapa, mtu mzima ndio umepigwa. Wewe waisi yule aliyompiga pale amesimama atajisibia, ndio atapata fedheha sahihi, kwa sababu hakuna sababu yoyote inampelekea mtu mzima kupigwa. Ndio hivyo Allah tabaraka wa taala atawauliza wale mabiti, bi ayi dhanbin qutilat, dhambi gani, sababu ya kosa gani kubwa uliolifanya wewe mpaka ukauawa. Imekuja kwa nakra liifadati ta'dhim, bi ayi dhanbin qutilat, bi ayi dhanbin adhim sababa ala qatlik, sababu ipi kubwa, dhambi ipi kubwa uliofanya wewe? Kuzaliwa kuwa mwanamke, yaani kuzaliwa wewe kuwa mwanamke ndio ile sababu kubwa ya baba yako mpaka kukuua. Ni fedheha bil aba alladhina takabu hadhihi karimati shania, ni fedheha kwa baba hao ambao wamefanya dhambi mbaya zaidi hii kuwahi kufahamu. Wa idha suhufu nushirat, na pindi madaftari yatakapotawala, madaftari yale ya amali, vitabu vile vya amali, wa wudhi'a alkitabu, tumeelewana, na vitabu vile vitawekwa kila kwa mwenyewe. Ndio hapo mtu sasa atakapopewa kitabu chake, kila mmoja atakabidhiwa kitabu chake. Hekima vile ulivyokuwa ukifanya duniani vyote vimesajiliwa huko. Watu waovu watakusema mali hadha alkitabu la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha
wa wajadu ma amilu hadiran wala yadhlimu rabbuka ahada. Watu watasema uandishi wa aina gani huu ambao haukuacha kubwa wala dogo isipokuwa umeandika? Uandishi wa hiki, hakuna uandishi wa namna hii. Lakini watakuta yote waliyofanya yamehudhurishwa kule kwenye vitabu vyao. Kwa sababu gani? Kwa sababu Allah tabaraka wa taala hadhulumu, hana sifa ya kudhulumu. Wama rabbuka bidhallamin lilabid, Allah hana sifa ya kudhulumu mja. Kwa hiyo wa idha suhufu nushrat, ay wa idha suhufu al-a'mali nushrat wa busitat inda al-hisab, takapotawanwa na kufunguliwa pale katika kuhesabiwa, ili kila mmoja afuatiliwe kila tukifanya, ili Allah apate kumlipa kwa juhudi zake au kwa kuzembea kwake alipokuwa katika dunia. Wa idha as-samaa'u kushitat, na pili mbingu zitakapoondolewa sehemu zake, ay uzilati wa nuzi'at min makaniha kama yuzau al-jiddu min ash-shat, kama vile inavyoondolewa ngozi wa mbuzi kuchonwa, ndivyo mbingu navyo zitakapoondolewa na Allah tabaraka wa taala. Ta'ruju al-malaikatu war-ruhu ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sana. Itakuwa ni njia wanapopita malaika, wanashuka wanapanda, wanashuka wanapanda malaika, itakuwa kama njia. Kwa sababu gani? Kutakuwa ni wazi tu. Kwa hiyo malaika wa Allah wanafanya kazi zao kutekeleza amri za Allah kupita. Haya yote mwanadamu atayashuhudia, na ndio hapo sasa ambapo mtu hataweza hata kumwangalia mwenzie, kumjua kwamba yuko kwenye hali gani. Unaelewana? Kama tulivyosema pale jana kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema yuhsharu an-nasu yawma al-qiyamati uratan hufatan ghurla, watu watafufuliwa siku ya kiyama wakiwa uchi, wakiwa hawana viatu, wakiwa waume hawajatiwa sunna. Mtu aweza kuuliza, sasa mkusanyiko wa vipi wa watu hawana nguo itakuwaje? Sasa wewe ujiulize, mbingu haipo. Ushawahi kuona siku moja mbingu haipo? Mbingu zimeondolewa, jua halipo, wanyama wakali na wanyama wapole wamekusanyana, wako pamoja, wamekusanyana sehemu moja, hakuna anamla mwenziwe. Baba amkimbia mtoto, mtoto amkimbia baba. Haya, utaanza kuangalia mwenzio kabeba nini? Huo muda huo uko wapi? Wewe mwenyewe wamakia hali yako, uzito wako, hujui kwamba Allah labda yeye atakufanya nini. Maisha yenyewe ndo haya. Watu wana madeni mpaka waingia kaburini. Siku hiyo pia wakumbuka fulani adai kupiga chenga, fulani nilimwibia mimi hakujua. Maisha yake yaenda. Siku hiyo utakumbuka vitu vyote. Yauma yatadhakkaru al-insanu wa anna lahu dhikra. Allah tabaraka wa taala anasema mwanadamu aliyoyafanya siku hiyo yote atayakumbuka, lakini kufanya nini tena kukumbuka kwake? Kwa sababu kama ulimwibia mtu, kama ulimdhulumu mtu, sasa hata ukikumbuka siku hiyo hakuna faida ya kukumbuka kwako, kwa sababu darul jaza la amala fihi, uko kwenye nyumba ya malipo, hakuna tena kufanya kazi, hakuna toba, hata ukikumbuka kutasaidia. Yauma yatadhakkaru al-insan wa anna lahu dhikra, kumsaidia nini tena kama wataka kukumbuka ule wadhulumu ili uombe msamaha, kama wataka kukumbuka ule waibia ili uombe msamaha, ni katika nyumba ya dunia, kwa sababu hadhihi daratul amal la jazaa fiha, hii ni nyumba ya watu kufanya mema. Sasa hivi omba msamaha katika vyote ulivyofanya, lakini ukiingia kwenye siku hiyo, mbingu zimeondolewa, nyota zimepukutika, jua limekutwa, wanyama wamekusanywa, watu wakimbiana, eti useme
nimtafute fulani nimwombe msamaha leo. La, hakuna fursa hii, kwa sababu fursa uliopewa umeichezea. Iliyobaki sasa hivi ni malipo ya kulipwa kile mtu alichokifanya. Naam, wa idha samaa kushifat, na pindi mbingu zitakapoondolewa. Wa idha aljahimu su'irat, na pindi moto utakapowashwa. Wa idha naru jahannama uqidat wa udhrimat li a'da'i llahi ta'ala, moto wa jahannam utakapowashwa kwa ajili uwachome wale maadui wa Allah tabaraka wa taala ambao walikuwa duniani kwa sufu wao. Hakuna amri wanaoelezwa ya Allah isipokuwa wataipinga, hakuna katazo wanalokatazwa la Allah isipokuwa watalifanya. Siku hiyo utawashwa moto ili upate uadhibu katika yale waliyofanya katika dunia. Alimat nafsun ma ahdharat, hii ndio jawabu sharti. Hadhihi jumla jawabi sharti, kutokea huko mwanzo zile aya 12 zilizopita. Idha shamsu kuwirat wa idha nujumu kadarat wa idha albiharu sujirat, mpaka ikaja wa idha almawudatu suilat bi ayi dhanbin qutilat wa idha as-samaa'u kushifat wa idha aljahimu su'irat wa idha aljannatu uzlifat. Meruka hiyo. Naam, na pindi pepo itakaposogezwa ili watu wema waione, iwape tashwik, kuona peke yake. Tumeelewana kule kuona peke yake inatia shauku ya kuipenda na kuitamani ile pepo. Kwa hiyo Allah anasema wa idhal jannatu uzlifat, pindi pepo itakaposogezwa. Nasogezwa kwa nani? Wale watu wema waone kwanza, wataladhadh na macho kabla ya kutaladhadhi na viwiliwili vyao. Hii ni moja katika njia ya taswik al-insan, kumtia shauku mwanadamu, kuwa na shauku nacho kile anachokiona pale mbele. Tunaona macho pia yanastarehe kwa kile kilichopendwa. Tumeona kama vile chakula kitamu unapokiona basi wamezamate. Tumeona yale macho kwanza yanakupa shauku, na ukikipata chakula kile kitamu ndio inakuwa ni zaidi na ladha ndani yake. Kwa hiyo Allah tabaraka wa taala kabla ya kuwaingiza peponi anasogeza ile pepo ili watu wapate kuiona wale wanaostahiki kuingia katika pepo hii. Alimat nafsun, itajua kila nafsi, ma ahdharat, kile ilichokihudhurisha na kukitenda duniani. Hapo nafsi, kila nafsi itajua, nilifanya hivi, nilifanya hivi. Kila nafsi itajua ilichokihudhurisha na kufanya katika shari au ikiwa ni kheri. Tumeelewana na hii ndio jawabu sharti kwa zile jumla zote zilizotangulia. Hii ndio jawabu yake. Maana yake idha hadathat tilka al-umuru al-ajiba al-ghariba alimat hinaidhin kullu nafsin ma akhbarat. Yatakapotokea hayo yote mambo ya ajabu yatakamtisha mwanadamu, kuondolewa mbingu, kupukutika nyota, kukunjwa jua, kukusanywa wanyama wakali na wapole pamoja, watu kutotilia umuhimu familia zao na watoto wao, kukimbiana. Maana yake yatakapotokea haya yote, hinaidhin alimat kullu nafsin ma akhbarat, ndipo mtu atakapokumbuka na kujua yale ambayo ameyahudhurisha na kuyafanya alipokuwa duniani, kwa sababu itakuwa ni picha kamili kwamba ulimwengu aliuzoea sio ulimwengu tena aliokuwa nao wakati ule. Kwa hiyo atavikumbuka vyote, fulani fanya hivi, fulani fanya hivi,
Kwa hiyo akiona kundi laje na yeye akimbia, labda fulani anaweza kumuona atamshtaki kwa Allah, afikiria mwanangu mimi ilikuwa nilazimisha nifanye jambo hili, akimbia mtoto. Kumbe mtoto naye kule naye afikiria baba alimpeleka madrasa kadhaa, kwa hiyo leo atashtaki naye akimbia. Ila mmoja akimbia mwenzie. Kwa sababu gani? Kwa sababu hali waliyoiona sio hali ya kawaida. Mwaka mmoja sikumbuki, ilikuwa bado sina ufahamu, labda ikawa ni miaka 84, jua lilishikwa kwa muda mrefu kidogo. Kuku waliingia ndani asubuhi, si wametoka asubuhi, alafu jua likashikwa, walirudi tena ndani kama kumekutwa, bado na hilo jua lilipatwa tu. Nafikiri ilikuwa mwaka 84, wallahu a'lam. Sasa hiyo ni cha mtoto hapo, limekuzwa sehemu ndogo. Hiyo siku ya Kiyama la kuzwa kabisa, nuru yote inapotea. Maana yake hakutokuwa na tofauti ya usiku na mchana. Ndio maana yake hakutokuwa na tofauti. Mazingira hayo uliyaona mwanadamu siku moja kwenye kuishi kwako. Siwajisifu umekula chumvi nyingi wewe. Mimi nimekula chumvi nyingi bwana. Ulikupana nalo hilo hata siku moja na chumvi zako? Jawabu kwamba hujakutana nalo hilo, lakini ni tukio ambalo litakukuta siku ya Kiyama. Allah atufanyie wepesi katika siku hiyo, atufanyie au atufanye sisi kuwa katika watu wema ambao utapata riaya yake na inaya yake. Innahu waliyu dhalika walqadiru alayhi. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.